Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, amesema kukamilika kwa miradi ya barabara inayojengwa Zanzibar kutarahisisha huduma za kiuchumi, kijamii, pamoja na kufungua fursa za biashara na kuongeza thamani ya maeneo yanayopitiwa na barabara hizo. Akikagua miradi ya barabara katika mkoa wa Mjini Magharibi, amewahakikishia wananchi waliopisha miradi hiyo kuwa watalipwa fidia stahiki na kuiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha waliolipwa fidia wanaondoka kwenye maeneo husika ili kulinda miundombinu hiyo. Kama ambavyo maelezo yameshatolewa namna ya ujenzi wa barabara hii, nami nichukue nafasi hii kwa dhati kwanza kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Mwinyi kwa kazi kubwa na maono yake ya kuhakikisha kwamba miundombinu ya Zanzibar yote inakwenda kuwa mizuri na imara kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. Lakini la pili, Mheshimiwa Waziri, nikushukuru sana pamoja na timu yako kwa usimamizi mzuri wa miundombinu Zanzibar. Barabara hii ambayo tunaitembelea muda huu ni sehemu tu kati ya barabara nyingi ambazo tunaendelea kuzijenga na nyingine zimeshakamilika. Lakini hapa maeneo haya naamini sote tunakumbuka barabara tuliyokuwa nayo. Na sasa ujenzi huu ambao muda mchache ujao, miezi michache ijayo, tutaikamilisha kwa kiwango kizuri. Nimefurahi kusikia kwamba hakuna changamoto kwa maeneo hayo yaliyotajwa. Nami nataka nielekeze hapa Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, zile tathmini ambazo zimeshaletwa ofisini kwako, hakikisha kwa haraka iwezekanavyo unaziwasilisha Wizara ya Fedha kwa ajili ya malipo ya fidia ya wananchi ambao wameguswa na barabara hii. Na napenda nichukue nafasi hii kuwahakikishia wananchi, hakuna mwananchi ambaye ataguswa na barabara hii kwa maana ya kuvunjiwa ama jengo lake linatakiwa kuondoka ambaye hatalipwa fidia. Tutawalipa wananchi wote kwa mujibu wa tathmini na viwango ambavyo vimewekwa kwa mujibu wa utaalamu wa tathmini wetu, ambao hile ni standard ya tathmini kwa mujibu wa miongozo ya tathmini ilivyo. Kuwaomba sana wananchi waendelee kutoa mashirikiano katika ujenzi huu unaoendelea hapa Zanzibar. Haipendezi hata kidogo kwamba mradi unasimama kwa sababu mwananchi mmoja tu amekataa kuondoka. Serikali hii inayoongozwa na Daktari Hussein Mwinyi haitamdhulumu mtu yoyote. Kila mmoja atalipwa kwa mujibu wa haki yake, lakini kwa mujibu wa utaratibu ambao umewekwa kama ambavyo wanalipwa wengine. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, nitoe agizo kwamba barabara hizi tunazozijenga kusiwe na mkwamo kwa sababu mtu hajaondoka barabarani. Barabara hizi zijengwe, wanaostahili kuondoka waondoke na utaratibu wa kuwaondosha ufuatwe ili tuondoshe changamoto ambazo zinaweza kujitokeza. Pia amewataka wakandarasi kuongeza kasi ya ujenzi ili miradi ikamilike kwa wakati. Nitumie nafasi hii pia kuomba wananchi waendelee kuwa wavumilivu katika kipindi hichi kifupi. Tunajua sasa hivi tunaona tunatumia zaidi upande mmoja wa barabara, lakini kwa sababu ya ujenzi tu huu ni muda mfupi, baadaye barabara hizi zitakamilika na hatimaye barabara zetu zote Zanzibar zitakuwa katika kiwango kikubwa sana. Nimefarijika kuona hatua kubwa ambayo tayari imeshafikiwa na wakandarasi wetu. Naelewa Mheshimiwa Rais, kazi kubwa ambayo mnaipitia na kazi kubwa ambayo mnaifanya wewe pamoja na timu yako kwa usimamizi wa barabara hizi. Nami leo nimeona niungane nanyi kuja kujionea kwa macho yangu. Maana nyingine mnanihadisia, sipati picha, lakini leo nikasema wacha tu nije niangalie, na naomba sana wakandarasi wetu waendelee na spirit hiyo hiyo walionayo. Haraka iwezekanavyo barabara hizi kamilike na hatimaye tuweze kuwa na barabara za viwango vizuri. Na hasa ukiangalia hapa mbele tuna mashindano ya AFCON ambayo tutakuwa nayo hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Lakini AFCON ni jambo moja tu, na AFCON ni jambo ambalo linakuja kwa kipindi kifupi. Baadaye AFCON itaisha, barabara hizi wananchi wataendelea kutumia. Niwaombe sana wananchi wetu wa Zanzibar waendelee kuunga mkono serikali yao, waendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na waendelee kuiunga mkono serikali ili tuhakikishe kwamba
Kwa pamoja tunaweza kushirikiana na kuendeleza gurudumu hili la maendeleo. Mheshimiwa Rais kila siku huwa anapenda tuwe na miundombinu mizuri, na moja kati ya maendeleo makubwa duniani ni kutengeneza miundombinu. Ukikamilisha miundombinu unaweza kufanya hayo yote mazuri. Lakini pia niwashukuru sana wenzetu wa ZECO kwa kuona kwamba hakuna changamoto ambazo zimezuia, labda kuna nguzo iko barabarani haijaondoka, barabara haijengwi. Na niagize pamoja na mamlaka nyingine zote, kila ambaye anahusika kwenye utaratibu huu wa barabara, aidha iwe ZECO ama iwe mamlaka nyingine yoyote, watoe mashirikiano kuhakikisha kwamba kazi hizi zinaendelea na wakandarasi wetu wasipate usumbufu wa kusubiri kwa sababu kuna kitu hakijakamilika. Niwahakikishie tutaendelea kupitia kwenye miradi hii na tutaendelea kujiridhisha kuhakikisha kwamba miradi hii inakamilika kwa wakati na hatimaye wananchi wa Zanzibar wanapata nafasi ya kutumia miundombinu bora. Naamini sasa Zanzibar tukikamilisha miundombinu hii tutakuwa tumefanya vizuri na haiba ya Zanzibar itaendelea kuwa nzuri zaidi. Kwa upande wake, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amesema barabara za mjini zinatarajiwa kukamilika kabla ya mashindano ya AFCON, huku maandalizi ya ujenzi wa barabara ya Tunguu Makunduchi yakiendelea. Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, tayari maelezo ya kitaalamu yameshatolewa. La kuongezea mimi, kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuwekea miundombinu hii ya barabara. Lakini pia nikushukuru Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kwa namna unavyomsaidia Mheshimiwa Rais, lakini pia na kutupa miongozo katika ujenzi huu. Barabara hii Mheshimiwa, itatoka ile barabara ya Kariakoo, lakini hatutasimama mpaka Makunduchi, na taa za barabarani zitakuwa kutoka hapa mpaka Makunduchi. Sasa tunajenga kipande hichi, lakini tumo katika matayarisho ya ujenzi wa barabara ya kuanzia Tunguu hadi Makunduchi. Mheshimiwa, hilo unalijua. Lakini niseme la pili kwamba tunaweka ahadi kwako na kwa Mheshimiwa Rais kwamba barabara zote hizi kama alivyoagiza kwamba ikifika AFCON hataki kuona vifusi barabarani. Sasa hilo sisi Mheshimiwa tunalichukua na tunahakikisha tumeweka ratiba kamili na wakandarasi wetu kuhakikisha kwamba barabara hizi zinakamilika kwa wakati. Nyingi zao zitakuwa zimekamilika ikifika mwezi wa Disemba. Barabara za AFCON utazitembelea na utaona hatua mbalimbali ambazo tumezifikia. Naye Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Mhandisi Ali Saidi Bakari, amesema barabara nyingi zinatarajiwa kukamilika Disemba 26 na flyover ya Amani inatarajiwa kukamilika Oktoba 26. Na ziara yetu kituo chetu cha pili hichi kama ilivyoelezwa, barabara hii ambayo inaanza Mwanakwerekwe Makaburini na itamalizikia Kariakoo pale kuungana na barabara ya Felix Mumin, ina urefu kilomita 3.7 na kwa sasa tumeanza kujenga upande wa Mwanakwerekwe mpaka kwenye flyover. Hapo muda huu tunapozungumza tunamalizia ile ya mwisho ya lami. Kwa hiyo upande wa kule leo itakuwa barabara ile imekamilika. Alafu kipande hichi mpaka kwenye hospitali hii ya Kidongo Chikundu, eneo hili hatujapata changamoto, fidia tumeshalipa, kwa hiyo tumeshalifungua lote na tunaendelea na hatua hii ya kuweza kuchimba na kujaza kifusi, na mwishoni wa mwezi wa 7 inshallah eneo hili lote tutakuwa tumeshatia lami. Kipande kile kinachobakia ni kilomita 1.4 kutoka pale hospitali kuelekea kwenye uwanja wa watoto kule, ambacho hichi kinafidia, na ripoti tulikuwa tunasubiri ripoti, tumezipokea ripoti jana. Inshallah tutazifanyia kazi, nazo tukifanikisha hiyo basi ndani ya miezi mitatu barabara hii yote tutakuwa tumekamilisha. Barabara hii Mheshimiwa Makamu wa Rais, kama barabara ile tuliyopita itakuwa na njia 4, lakini itakuwa na sehemu za kuvushia nyaya za umeme pamoja na miundombinu ya maji na data, na katikati tutakuwa na taa ambazo pia katikati kutakuwa na data za kupitishia hizo huduma. Pembeni tutakuwa na mitaro pamoja na njia za watembea kwa miguu.
Barabara hii ni miongoni mwa barabara zile kilomita 100.9 za barabara za. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Hemed pia ameikagua ujenzi wa bandari ya Maruhubi na kueleza kuridhishwa kwa maendeleo yake, akisisitiza ushirikiano wa taasisi husika ili miradi kukamilika kwa wakati na kuongeza ufanisi kwa huduma za bandari. Kwa kweli kazi hii yale ambayo tulikuwa tunayazungumza sana, tukizungumza wengine hawatuelewi, wengine wako Ulaya kwa sababu mbona kila siku mnarusha klipu ya bandari hatuioni. Leo naamini waandishi wa habari watapiga picha hii bandari, watapiga picha na hizi meli. Na mimi wakirusha sasa wataona. Nitashangaa sana kama tutatoka hapa watu walioko nje ya hapa sasa hivi hawataona hii meli kwamba zinafunga na kazi inaendelea. Niwashukuru sana ndugu zangu wa ZDF-DEFCO. Kwa kweli mliniahidi wakati nilipokuja hapa kuweka jiwe la msingi. Na leo nimekuja tena, alhamdulillah mambo yameenda vizuri, mimi nakupongezeni sana. Lakini nampongeza sana mkurugenzi mkuu wa bandari pamoja na waziri na katibu mkuu. Kwa kweli jambo hili limesimamiwa vizuri. Na nataka niwahakikishie changamoto hizi ambazo umetuambia tutakwenda kuzimaliza haraka iwezekanavyo. Na nitumie nafasi hii hapa leo kuagiza waziri wa maji, nishati na madini. Hapa si ndio wana viwali vya mchanga? Leo tukitoka hapa tutawatafuta waangalie utaratibu, hizo stop order walizoziweka zifunguliwe, watu waendelee kupata hii nishati ya mchanga, kazi ziweze kuendelea. Hatuna sababu ya kusimamisha kazi. Lakini pia nimwagize waziri wa uchumi wa blue, mkuu wa mkoa, ZME na wadau wote wanaohusiana na wale wavuvi wakutane kesho, wazungumze jambo hili likamilike, tuone utaratibu gani wa wenzetu wavuvi hawa tunawatakia mazingira mazuri, wanawekwa pahala pazuri, na hapa wapishe ujenzi uendelee. Mimi sioni sababu ya kuzuia ujenzi kwa sababu tu kibali cha mchanga hakipo, kwa sababu tu wavuvi hawataki kuondoka. Wavuvi ni wananchi wetu, lazima tuwaekee mazingira mazuri na tutawaekea mazingira mazuri. Mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa na kuna kazi nzuri walishaifanya, na mimi palipobaki ni kumaliziwa tu, pamoja na wadau wengine, mstahiki meya na watu wengine watasimamia hili, na niwahakikishie changamoto hii itakamilika haraka iwezekanavyo. Lakini leo kwa sababu nimepata nafasi ya kuja huko, nitatembelea sana kwenye yale maeneo ambayo tulikubaliana. Na mliniambia hapa tayari hata magari yanapimwa, nitakwenda kuona. Nitapata nafasi ya kuona na hivyo vingine ambavyo mmeniambia ili nami niendelee kujiridhisha. Lakini kimsingi nashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo inaendelea. Na kwa kweli tukisema Daktari Hussein Mwinyi uongozi wake unaacha alama, ndio hii alama. Hakuna mtu anaweza kuondosha hapa tena sasa. Hii ndio alama, hata yeye akimaliza muda wake akiondoka, na sisi tukimaliza muda wake tukiondoka, basi watakao kuwepo na wananchi wa Zanzibar na watumiaji wa bandari hii ni alama ya Daktari Hussein Mwinyi. Nikiripoti ni Hadija Ali wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV. VOP Online TV.